ukishalijua tatizo lako inakuwa upo kwenye nafasi nzuri ya basi hebu kaeni vizuri mweke mipango sasa. Amko tayari? Ukishalijua tatizo lako unakuwa upo kwenye nafasi nzuri ya kwenda kulirekebisha. Ukiangalia Simba yetu build up yake iko vizuri kuanzia goalkeeping, timu inaanza vizuri, ina flow sawa sawa. Mbeni timu inasafiri vizuri, lakini changamoto ni kwenye lile eneo kufunga. Na kwenye eneo kufunga sio tatizo la mtu mmoja. Mtu anaweza akamtupia lawama Dumbia na vitu kama hivyo. Kwenye eneo la kufunga ni tatizo la timu nzima, kwa sababu hata nafasi za wazi hazitengenezwi. Ni ngumu kumtupia lawama mshambuliaji ambaye amesimama pale, kwa sababu hata yeye hapati malisho ya kutosha ya kwenda kufunga. Nikiwauliza hapa hii leo ni nafasi gani ya wazi pengine mshambuliaji wetu ameikosa, ni moja pekee kama sikosei ama mbili ambazo alikosa msimu kipindi cha pili mwishoni. Kwa hiyo changamoto ya kufunga sio ya mtu mmoja, ni changamoto ya kwanza ya kutengeneza nafasi za wazi, lakini pili kuja kwenye kupasia nyavu. Tayari shida hiyo tumeibaini na imekuwa na mwendelezo tangu kwenye michuano ya Kagame kuja kwenye Simba Day hadi kwenye mechi ya leo ya Ngao ya Jamii. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba sasa kwa siku hizi tatu ambazo tunakwenda kufanya marekebisho kuelekea kwenye mechi inayokuja ya ligi kuu ya NBC, hii ndio itakuwa kazi kubwa ya mwalimu Steven Becker, namna gani ya kuelekeza vijana wake kutengeneza nafasi na kupata mabao. Kwa hichi ambacho mashabiki wanakizungumza hivi sasa, wakiona kwamba hawaridhishwi na mwenendo wa timu, lakini pia wanaona kama kuna mafunzo. Sijajua wanaposema hawaridhishwi na mwenendo wa timu wanaangalia vitu gani? Msimu huu tumecheza mpaka sasa tumecheza mechi moja ambayo ni competitive ya kimashindano hii ya Ngao ya Jamii, na ndio ambayo tumepoteza tena kwa margin ya goli moja. Kwa hiyo kusema mwenendo wa timu ni mwenendo upi? Kule timu ilikuwa pre-season, imekuja imecheza tamasha la Simba Day, sasa ndio timu inaanza rasmi mashindano, na kwenye kuanza rasmi mashindano tumepoteza mechi moja pekee. Kwa hiyo huo sio mwenendo, ni mechi moja tumepoteza. Sasa ukipoteza mechi moja unajipanga kuangalia unaamkaje kwenye mechi nyingine ambazo zinakuja. Kwa hiyo hakuna sababu ya watu kujumlisha kwamba mwenendo ama timu imekuwa haifanyi vizuri wapi. Yaani ndo tumeanza, hii ndo mechi ya kwanza ya kimashindano. Tumecheza mchezo huu leo na hatujafungwa kwa kutawaliwa ama kuzidiwa. Tumefungwa kwa kuonesha uwezo. The only chance ambayo wameipata wakafunga bao, ndo hiyo chance ambayo imetengeneza tofauti hii leo. Kwa hiyo mimi naamini, na niwaambie wana Simba wala usiingie kwenye mchecheto wala mtafaruku wala kujichanganya. Tumepoteza mechi moja ya Ngao ya Jamii, tunazo mechi 30 za kuziendea mbele. Ahmed, hii inatoa ishara gani? Manake wanasema nyota njema inaanza asubuhi. Manake ni mechi ambayo inatoa taswira kuelekea katika msimu mpya. Hiyo ni methali tu. Nyota njema huanza asubuhi, sio lazima ikawa kweli hivyo. Wakati mwingine nyota unaweza ukaja ukaiona usiku. Yani unakaribia kulala ndo ukaiona nyota njema. Kuanza na ushindi kwenye Ngao ya Jamii kunatengeneza confidence kwa timu yako, kunatengeneza morali kwa mashabiki, na kwa mpira wetu wa Tanzania unatengeneza ari ya kutamba. The only thing ambayo tunamisi baada ya kupoteza mechi leo ni ile hali ya kutamba kwa mashabiki, ni confidence inapungua kidogo kwa mashabiki. Lakini mimi niwaambie, hii haimaanishi chochote kwenye mipango ya kiufundi. Huko mwaka ambao Simba tulichukua Ngao ya Jamii pale Tanga, lakini mwaka huo hatukuchukua ubingwa. Nyota njema hiyo ikatudanganya. Tumeiona nyota njema, tukaona yes mwaka huu yena, lakini tulipokuja kwenye ligi tukapoteza ubingwa. Kwa hiyo kupoteza Ngao ya Jamii wala kusitupotezee akili zetu ya kwamba tuko na sasa ndio tuna timu mbaya, tuna timu mbovu. Mimi niwahakikishie kwa miaka ya hivi karibuni
hii ndio timu bora ambayo tunaanza nayo msimu. Mwaka jana tumecheza Ngao, hatukuwa kwenye ubora wa namna hii. Mwaka juzi tumecheza Ngao, hatukuwa kwenye ubora wa namna hii. Mwaka huu tumecheza Ngao tukiwa kwenye ubora wa hali ya juu. The only one mistake ambayo imefanyika, mpinzani wetu ametumia na ameweza kunufaika. Amen. Muda mchache kabla ya kuja kuzungumza naye hapa, nilikuwa nazungumza na mashabiki wa Simba. Baadhi yao wamepoteza imani na matumaini na mshambuliaji ambaye yuko naye Dumbia. Una nini cha kuambia? Mimi nasimama na Ibrahim Dumbia. Niwaulize tu, ni nafasi gani ambayo Dumbia ameipata ameipoteza? Wengi wamelalamikia kwenye hata uwezo wa kutuliza lazima mahali anamwachia mtu anakwenda anatafuta nafasi, akishafika kwenye nafasi mali hazisogei. Hata heda, kwa sababu yule ni mzuri kwenye vichwa, hata pasi ambazo zinatakiwa zije kwa ajili yeye kupiga vichwa pia hazifiki. Ndio maana nimesema hapa tatizo wala sio Dumbia, tatizo ni ule mstari wetu wa mbele kwenye kutengeneza mashambulizi. Leo niambieni, ni nafasi ipi ya wazi ambayo imetengenezwa na mtu akakosa? Dumbia amepewa pasi gani elekezi, walau ana mabeki wawili mbele na golikipa, alafu tukamwona amefanya makosa. Hakuna clear chance ambayo ameipata. Mimi niwaambie wana Simba, tusimame na Dumbia. Ukimwangalia kwa utulivu ni mchezaji mwenye kitu ambacho atakuja kutusaidia sana Simba Sports Club. Ni namna ya kutengeneza pattern ya kuweza unajua mshambuliaji ana kazi kubwa ya kufunga, lakini anatakiwa kwa kiasi kikubwa sana aweze kurahisishiwa hiyo kazi. Msimu huu mpaka muda huu katika mechi zote ambazo amecheza Dumbia hajapata huo msaada wa kumrahisishia kazi. Sasa kabla ya kumhukumu Dumbia, kwanza apewe nafasi, akose magoli ya wazi, hapo tunaweza kuja kwenye nafasi nzuri ya kusema huyu bwana hana anachojua, atupishe. Lakini kwa sasa tuendelee kusimama naye, tuendelee kumwombea, lakini kubwa kabisa lazima timu itengeneze nafasi ili tuweze kupata bao. Leo nafasi hazijatengenezwa. Nafasi ambayo ulikuwa unaamini hii inaweza kawa ni goli, nafasi moja tu kama sio mbili, ile ya Bakari Msimu kipindi cha mwishoni, lakini otherwise game nzima ilikuwa haitengenezi nafasi kwa mshambuliaji kuku. Na ndio maana hata alivyoingia Mpanzu kama false 9 bado hakuwa na madhara kwenye lile eneo. Zimebaki siku chache kabla ya dirisha kufungwa, watarajie chochote wana Simba? Hilo mpaka nizungumze na viongozi wangu. Kwa jicho lako ipo haja hiyo wewe binafsi ukiangalia kwa mimi kwa jicho langu tunahitaji internal improvement. Tunahitaji hawa waliopo waongeze ubora. Ndio mimi ambacho nakiona. Simba hii inakosa nini? Ina mabeki wazuri wa kati, ina mabeki wazuri wa kulia na kushoto, ina viungo wazuri. Mmemwona Ibrahim Jabbar, mmeona kazi yake ambayo alikuwa anaifanya. Mmemwona Mwamba Lusaka, mmeona ubora wa Aniset Oura pamoja na Libase Gay. Tumemwona vizuri Bakari Msimu, tumemwona vizuri Morris Abraham. Sasa inahitaji internal improvement kabla ya kufikiria kuleta nguvu kutoka nje. Kwanza hawa wa ndani lazima waongeze ubora wao, lazima warejee kwenye kiwango ambacho walimaliza msimu uliopita. Tukifanikiwa hapo, tukampata Libase ambaye tulikuwa naye, tukampata Oura ambaye tulikuwa naye, tukampata Chama ambaye alikuwa naye, mbona yena tu ndugu zanguni. Kwa hiyo kama itahitajika kuongezeka mtu mwingine wa nje ni sawa, lakini kwanza lazima hawa ndani waongeze standard yao ya kiushindani, sababu atakayekuja atakuwa ni mmoja, si ndio bwana? Sasa mmoja ni ngumu kuja kubadilisha the whole atmosphere. Kitakachobadilisha the whole atmosphere ni wale waliopo ndani. Mgunda amefika. Mwalimu Mgunda au Ismail Mgunda, mchezaji kutoka Mashujaa. Ismail Mgunda anakuja kwetu mama Buda hilo. Msianze mkanisaulisha mama machungu nyenye. Anakuja Ismail Mgunda kutoka Mashujaa. Kama anakuja basi tumepata mtu wa maana sana.
katika washambuliaji wazawa Tanzania, Ismail Mgunda ni one of the best. Ni mshambuliaji aliyekamilika, ana hate, ana power, ana maamuzi, alafu ana mashuti, ana uwezo. Simuona leo timu haijashoot from the distance. Sasa hiyo ndio kazi ya Ismail Mgunda. Kama anakuja Simba Sports Club, unamsetia nje ya 18 kwenye mstari wa juu wa dimba, ana uwezo wa kukiki pale na akapata matunda. Kama Ismail Mgunda anakuja, Simba atakuwa tumepata Dembaba na upara ule na ndevu zile. Sasa anasimama Osimhen na Dembaba, nyinyi hii Simba hii moyo anacheza CAF Champions League final. Najisikia vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeuanza msimu wetu 26-27 kwa mafanikio mazuri, kwa maana ya kushinda kombe la kwanza. Haikuwa rahisi. Tumefanya mabadiliko mengi kwenye timu yetu ni kama mpya kwa upande fulani. Mechi leo tumeanza na wachezaji watatu wapya kwenye mstari wa mbele, kwa hiyo ilihitaji kucheza mechi hii na wao waweze kutengeneza chemistry yao. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, katika mchezo wao wa kwanza, mchezo mkubwa, hatakuwa na friendly game nyingi ngumu. Kwa mchezo wa kwanza, mchezo mkubwa, wacheza pamoja, tumepata matokeo mazuri. Naamini wameboost confidence yao, inaweza kutusaidia kwenye mechi za ligi zinazofuatia. Dakika 20 za kwanza Simba ilionekana kushambulia sana, ndio akasema leo Simba leo kuna kitu anakitaka. Wewe ulikuwa kwenye hali gani? Hali ya kawaida, hasa tunawajua. Fuatilia michezo yote ambayo tumecheza na Simba, wao wanaanzaga hivyo, wanaanzaga juu, alafu baadaye moto unakata, tunachukua mechi. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida sana ukiwa unacheza na Simba. Lazima wataanza kwenye tempo ya juu. Hali nini kinachangia, kwa sababu kuna mabadiliko mengi ya wachezaji. Mwaka jana niliwaambia kauli na ikaja kama mjadala mkubwa sana wakati nimewaambia kauli. Na nilisema ile kauli pia ni riski kazi yangu. Kwa sababu nilikuja mbele nikasimama kama mwanachama, nikamwambia rais wa club, tunakuomba rudi tufanyie usajili. Rudi katika mfumo ambao ulikuwa unaofanya miaka yote. Kauli ile ilijadiliwa sana, lakini naamini leo wana Yanga wote wameelewa kwa nini nilikuwa napiga kelele rais wa klabu yetu arudi kusajili timu. Mmemwona Albert Kangwanda leo, what a player, yupo katika kiwango cha juu kweli kweli. Mmemwona Zakwani leo, what a player, kiwango cha juu kweli kweli. Ameanza Peter Sharulile. Hakuna central defender wa Simba leo atalala bila panado. Wamekimbizwa sana, wamefukuzwa sana pale mbele. Amekuja baadaye Sheikh Ibrahima Toure, kahold sana mali pale juu. Kwa kila ambaye ameingia kwenye timu yetu mpya, mmeona impact kwenye mchezo mkubwa. Imagine mechi ya kwanza, mechi kubwa, na wameonyesha impact yao. Bado hapo tuna Ngoma, tuna Komara, tuna Faru Komara, wote hao watakuja kucheza kwa kisha timu yetu inapata matokeo mazuri. Kwa hiyo niwaambie wana Yanga, ni leo ombi langu, ile kiu yangu ya rais wa club kurudi kusajili timu. Amerudi na timu tunaiona. Na ameniambia bado kuna vitu anaviweka sawa. Tunataka tuwe na booster kweli ya kuitikisa Afrika. Sio tu hapa Tanzania, tuwe na booster kuitikisa Afrika msimu huu. Siri ni kwa sababu wengi walikuwa wanaamini huenda Yanga akapoteza leo, kwa sababu ukilinganisha Simba na Yanga, sisi mwaka jana tulidrop ubora wetu. Ilikuwa ni sahihi, tulidrop ubora wetu. Lakini kati ya kushuka kwa Yanga, Simba alivyokuwa bora, bado Yanga iliyoshuka ilikuwa bora mbele ya Simba. Tuliweza kupata sare michezo miwili ya ligi, tulikuwa tumeshuka kidogo ubora wetu. Kwa hiyo niliamini engineer angeweka booster kadhaa kwenye timu yetu. Hizo booster zingepandisha ubora wa timu na tungepata matokeo dhidi yao. Simba hawawezi kuisumbua Yanga iko kwenye quality yake. Hawana hiyo timu. Kwa mfano ule striker wao, nilikuwa naongea hapa na JB. Nikamwambia JB, hela za mpira bado zipo. Weka jitihada kidogo, wiki 3. Push up mbio, anachukua hela ya dunia. JB msanii nilikuwa namwambia. Yaani nilikuwa namwambia hela ya mpira bado ipo. Weka jitihada, asubuhi push up, punguza kula vitu vya sukari, mafuta, push up mbio. Uko bichi hiyo. Wiki 3 JB angeanza juu na ilikuwa na madhara. Hajakuumizani kichwa kabisa. Yule mimi alipoanza Dumbia nikasema sio nishuke mimi nikabe pale. Yaani kae mimi pale mimi nichukue ubiko. Sasa wewe striker bali ile kule sasa. Mimi nakaba huyo. Si mimi tu kumsogelea audhu billahi we. Kaachia sasa. Ile Jabari anajua mpira. Anajua mpira, mchezaji mzuri ambaye akicheza sana akizoea anaweza kuwa na impact. Mchezaji mzuri, yes. Ndio, Ali, tumesikia kuna tetesi kwamba huenda Stefan Azizi amerejea ndani hapa. Mwenyewe nimezisikia kama wewe, bado viongozi hawajaniambia. Nimesikia kama unavyosikia, bado viongozi hawajaniambia lolote. Funga usajili au bado? Hawajaniambia pia viongozi, lakini engineer ameniambia kuna dot moja ameiona leo na anakwenda kuifanyia kazi. Sijui ndio tigala, lakini ameniambia kuna kitu kimoja usiku huu
nataka nikifanyie kazi. Tumeshinda, imagine tuna rais ambaye timu imeshinda leo, watu wana celebrate, lakini ameiangalia timu yake, amuita mwalimu, amejadili, ameniambia kuna doti moja nafikiri tunatakiwa tuboreshe kidogo. Kwa hiyo sijui kama katika hizi siku 3 atafanikisha katika ambayo mipango yake nayo au atakayomaliza, lakini nimeona jitihada zake katika high moment. Kila mtu angeweza kuwa na furaha kufurahia matokeo, lakini bado amekaa na kocha, wanafikiria maeneo ya kuimprove team kwenye hizi siku 3. Kama tutakuwa na nafasi ya kupata mtu mwingine, basi tumuboreshe kwenye timu. Kuhusiana na Alan Okello, mimi pia nasikia kama wewe. Ngoja nimalizie swali. Maana tunaona kuna ofa, tunaambiwa kwamba ile tumepokea ofa kutoka FAR Rabat, tumepokea ofa nyingine kutoka Wydad Casablanca. Ni ofa nzuri, lakini tumewaambia management inabidi ikutane kwanza. Wakishakutana watakwenda kudiscuss nini ambacho kina faida kwa hiyo ofa. Lakini kwetu tumereceive ofa kutoka FAR Rabat, tumereceive ofa nyingine kutoka Wydad Casablanca. Wote wameonyesha interest na wametuma ofa zao kwa ajili ya Alan Okello, lakini hatujamjibu yoyote. Uongozi utaka kumaliza mechi hii, alafu kaangalie kama ni ofa ambayo tutaona haina manufaa kwetu sisi, haina manufaa kwa mchezaji, tutaachana nayo. Sisi huwa hatusiti kuachana na ofa yoyote ambayo tunaona haina manufaa kwetu sisi wala kwa mchezaji. Kwa hiyo ofa tutaichunguza. Mama mchezaji kucheza Yanga na leo kacheza. Pia ligi kuu inarejea siku za hapa karibuni kama siku 3. Tunaondoka kesho hapa na jamani, haya mambo nikiongea wengine tunataka tunawaonea hivi. Tunaondoka na ndege binafsi kesho hapa. Hamkuzoea mambo Niliwaambia msimu huu GSM mtakasirika. Boti waliofungwa wakasomewe pale bandarini. Wasikimbie pale. Timu inaondoka kesho kwa ndege maalum ya kukodi. Tunaelekea moja kwa moja Ruangwa. Tunaelekea Ruangwa pale kwa ajili ya maandalizi kuelekea mechi ya Namungo. Ni mechi nyingine ngumu kwa sababu unataka kushinda kama hivi. Confidence ikawa juu. Kwa hiyo tukislip kidogo kwenye maandalizi wanaweza kusurprise. Tunataka timu iondoke mapema, watu wakajiandae, tuweze kuanza ligi pia katika mguu mzuri inshallah. Ile ngao iliyoibiwa ndio hii mmeiliplace au bado ile mnaitafuta? Waje waibe tena na hii. Kwa sababu walioiba tunawajua. Na hili sababu waibe lazima wapite pale. Sasa kupita ndio issue. Ndio tumesema hivi, ile walioiba tumeleta nyingine. Kama watakuwa na shughuli watakopita pale Jangwani waje wachukue na hii. Basi. Ndugu zangu nawashukuru sana. Mechi nzuri. Ilikuwa mechi hasa ya Simba na Yanga. Ndio. Na dalili nzuri ya jinsi ambavyo ushindani utakuwa mkubwa kwenye msimu mpya kwenye mashindano yote. Kwa hivyo ilikuwa mechi nzuri, wamegongana sana, mshindi amepatikana kihaki, wamegongana ile mbaya. Kweli? Kabisa. Okay, mheshimiwa, na unazungumzaje usajili wa striker namba 9 wa Simba? Dumbia. Kama mtu wa michezo. Unazungumziaje usajili? Bado nahitaji kumuona mechi kadhaa nyingine nitasema. Kwa mechi ya leo naona hakuwa kwenye mechi ile kitu moja kwa moja jinsi ambavyo pengine ungetaka wewe kama mpenzi wa Simba. Lakini ni anastahili kupewa nafasi ili tuone nini kitatokea huko mbele ya safari. Okay. Ukiwa kama shabiki wa Simba, unadhani ni kitu gani ambacho Simba wanapaswa kwenda kukifanyia marekebisho kwa haraka? Sasa hapo utakuwa unanifanya mimi kama mwalimu. Mwalimu anajua siwezi kujifanya na utaalamu huo. Wewe unaweza ukawa unaona wamecheza vizuri sana mwanzoni. Baadaye yani mshindi amepatikana kwa namna ambayo mpira una matokeo siku zote. Lakini ilikuwa mechi nzuri, hakuna timu imekuja kizembe leo hapa. Na wote tunakiri. Okay. Na mechi ya leo tumeamua kuita Kizimkazi Derby kwa sababu ya event. Good one. Ni good one. Organize. Kwa sababu ya event ambayo inaendelea na kesho. Naomba utumie nafasi hii kualika mashabiki wa Simba kesho wasije wakakosa burudani. Kama mkosa burudani leo hapa, kesho tuna burudani kubwa sana pale Kizimkazi. Naomba nifanye mambo mawili. Kwanza niseme kwamba mechi ya leo naamini tumefanikiwa sana. Tumefanikiwa kwa mambo mawili sisi kama wasimamizi wa mchezo huu. Moja, umeona kwamba tumefanya video assistance imetumika leo hapa. Lakini watu wanasema hawajaona. Imetumika. Moja, hilo ni jambo lingine. Hilo la kwanza, lakini jambo la pili ni kwamba mfumo wa mapato uliotumika kwa watu kuingia uwanjani, kukata tiketi na kuingia uwanjani ni mfumo ambao tunafanyia majaribio kuona kama tunaweza kutumia kwa ajili ya AFCON. Ni mfumo ambao ulitumika kwenye AFCON iliyopita uliofanyika Morocco, na naweza kukwambia sasa hivi kwamba mpaka mara ya mwisho naangalia idadi ya tiketi na fedha zilizoingia zilikuwa takriban milioni 240 na kitu. Ukilinganisha na mechi ya mwisho ya Yanga na Simba kwenye uwanja huu Amani ambayo iliingiza milioni 27.
Kwa hivyo unaweza kupata picha jinsi ambavyo tumefanikiwa. Kwa hiyo mambo mawili kwenye maamuzi yetu, kwa sasa hivi tuna usaidizi wa video, lakini kwenye mapato tunafanyia majaribio mfumo ambao kwa hali yoyote utakuja kutumika katika siku za usoni kwenye mashindano mbalimbali yakiwemo ya AFCON ambayo tunaiandaa kwa kushirikiana na Kenya na Uganda mwakani. Haya, jambo la pili, naomba niwakaribishe sasa. Hii inaitwa Kizimkazi Dabi ya safari hii, japokuwa kwa kawaida ni Kariakoo Dabi. Kesho kuna tamasha la Kizimkazi, limekuwa likiendelea kwa siku kadhaa hizi, lakini kesho ndio usiku wa mkesha wa tamasha la Kizimkazi ambao utakusanyisha wasanii wengi ambao wangependa wapenzi wa muziki kuwaona. Kwa hiyo niwachukue fursa hii kuwakaribisha. Utakuwa usiku mzuri ambao mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Rais na kutakuwa na idadi kubwa ya wasanii, kwa hivyo kutakuwa na burudani za kutosha. Burudani imeanza leo, tumeona mpira mzuri regardless ya matokeo yamekuwa mazuri kwako wewe ni Yanga ama yamekuwa mabaya kwa vile wewe ni Simba, lakini kesho burudani itaendelea kule Kizimkazi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha sana. Asante. Hatujakuona kwenye lineup. Kesho tumekuona stadium. Sasa mimi si ndo waziri mwenye dhamana hiyo, kwa hiyo sio jambo gumu. Asante sana.